السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون. نعم. بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه wasallam. Naam, leo inshallah tunakwenda kwenye silsila ya mazungumzo yetu ambayo tulianza wiki iliyopita, mada kuhusu ilizungumzia sana kuhusu Nabiyullah Yusuf alayhi salatu wassalam, na leo vile vile tutakuwa na msafara huyu ambao unahusu mwezi huyu mtukufu katika miezi mikubwa ile mine mitukufu, mwezi wa Muharram. Kwa hiyo mada yetu tunasema Muharram na Nabii Musa alayhi salatu wassalam, na kufichua baadhi ya siri na nguvu ya subra na tawakkul ambayo inatupelekea kwenye nasr kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Muharram wa Nabiyullah Musa wa kashfu asrar sabr wa atawakkul. Kwanza tukumbushe leo katika mwezi huyu katika Islamic calendar, leo tuko tarehe 4 mwezi wa Muharram, ni mwaka mpya wa Kiislamu ambao sasa ni mwaka wa 1447 tarehe 4 leo, mwezi wa kwanza wa Kiislamu. Tumetoka kumaliza Dhulhijja ambayo ndio mwezi wa mwisho, yani mwezi wa 12 wa Kiislamu. Yalizungumzwa mengi sana katika Dhulhijja kuhusu fadhila katika khutba za Jumaa, mlizisikia nyingi katika mihadhara, katika darsa kuhusu fadhila na ibada tofauti za kuweza kufanya ambazo tulijikita katika kuzifanya mwezi huu wa Dhulhijja, katika mwezi uliopita wa Dhulhijja. Kwa hiyo tunaomba Mwenyezi Mungu atakabali ibada zetu ambazo zote tulizozifanya katika mwezi huu. Hii ina maana kwamba tumemaliza mwaka wa Kiislamu na msimu wa ibada, na vile vile tunaanza mwaka mpya wa Kiislamu na msimu mwingine. Lugha nyingine, tumemaliza mwaka wa Kiislamu na mwezi mtukufu katika ile miezi minne, na tunaanza mwaka wa Kiislamu na mwezi mwingine mtukufu kama katika miezi ile ya Kiislamu. Katika hiyo miezi minne ambayo huwa kila mara tunakumbusha hapo ni Dhulqaada, Dhulhijja na Muharram, miezi mitatu ya kufuatana kama ilivyokuja katika hadithi, na mwezi mmoja wa Rajab. Kwa hiyo hii ni miezi minne ambayo Mwenyezi Mungu ametuambia kwamba ni miezi ambayo mitukufu, na tusidhulumu nafsi zetu katika miezi hiyo, na ukumbusho huo tuliutoa mara nyingi sana. Kwa hiyo katika darasa letu hili la leo tunaangazia kwenye huu mwezi wa Muharram, mwezi wa Muharram ambao sio tu mwezi wa kwanza wa Kiislamu, bali ni mwezi ni wito wa kukumbusha mapambano baina ya haki na batil, kukumbusha baina ya mapambano na ushindi wa haki dhidi ya batil. Huu mwezi wa Muharram, stori kubwa inayozungumzwa hapa
story ya inayohusisha sana katika mwezi huu, ni story ya Nabii Musa alayhi salatu wassalam, ambaye maisha yake yalikuwa ni safari ndefu ya subira na tawakkul na imani katika kukabiliana na dhulma za Firaun na wachawi wake. Tukumbuke kwamba katika darasa lililopita, wiki iliyopita, kwamba tulizungumzia safari ya maisha ya Nabii Musa Yusuf alayhi salatu wassalam, katika yale mafunzo ambayo tumeyapata katika surat Yusuf na mitihani ambayo alikabiliana nayo katika maisha yake. Subhanallah, mitihani mikubwa sana, lakini vile vile alivyokabiliana nayo na vitu gani? Na subra na tawakkul na taqwa. Kwa hiyo ikawa ni zawadi ya kumpa Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa akikabiliana katika kipindi cha kwanza cha Makka, na hasa katika mwaka ule Aamul Huzn, mwaka wa huzuni, aliyofiliwa na mkewe na babake mdogo. Ikawa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akampa zawadi kwamba soma story hii ya Yusuf. Story kamili kapewa, kama vile ukumbusho, aone vile Yusuf alipita katika mambo hayo na namna gani alivyokabiliana nayo na vifaa gani alivyotumia au dawa gani aliyotumia katika kukabiliana na hivyo. Kwa hiyo faddau huwa nafsu da, mitihani ni ile ile, maradhi ni yale yale. Mitihani unakabiliana, mitihani iwe ni ya kile ya maisha yote ya nani, lakini faddau huwa nafsu dawa. Dawa na solution ni ile ile ambayo alitumia Yusuf na ndio alitumia Musa alayhi salatu wassalam. Subra, tawakkul na taqwa katika kukabiliana na mitihani vile vile. Kwa hiyo mimi na wewe vile vile pia tunapopitia katika mitihani mikubwa kama hii ambayo ya maisha ambayo tunayo, mitihani ya mbalimbali, iwe ni afya, hiyo ni watoto, iwe mitihani katika ndoa, mitihani katika kazi, mitihani ya kila aina, dawa ni ile ile dawa. Hakuna dawa mitume na dawa ya sisi, la, dawa ni ile ile, ni subra, tawakkul na taqwa wakati unakabiliana na mitihani kama hiyo. Kwa hiyo kuna mafungamano makubwa baina ya kisa cha Musa na kisa cha Nabiiullah Yusuf katika namna ya kukabiliana. Kwa hiyo katika Muharram, mwezi huu wa Muharram tunapozungumzia, ni kuna tarehe 10 ya Muharram ambayo tumeambiwa kwamba tunaweza tukafunga. Inshallah tutazungumzia hilo. Ni siku ambayo inaitwa maarufu siku ya Ashura. Siku ya Ashura, siku hii ni siku tukufu sana, na Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuhimiza sana kuweza kufunga siku hii. Kwa hiyo tunaona vile Musa alayhi salatu wasalam alivyowakomboa wana wa Israeli kutokana na nini? Na dhulma ya Firaun. Kwa hiyo ni siku ambayo inatuonesha mapambano ya haki na batil, na ushindi wa haki dhidi ya batil, ushindi wa mtihani yako wa nusra ambao Mwenyezi Mungu anakupa wakati unapopata mitihani, au katika imani iliyokuwa imekaa thabit. Hiyo ni ushindi, uokovu, nusra iko katika imani ambayo imekaa thabit na kwa kutoka kumtegemea Mwenyezi Mungu, sabr na tawakkul ala Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo leo inshallah katika darsa, kama tulivyokuwa tumeahidi darsa iliyopita, tutazungumzia na mmoja katika wataalamu wetu Bi Khadija, ili kuweza kuingia katika mada ya trauma, lakini tukaona kwamba ni mwezi wa Muharram, vizuri sana tuunganishe story ya Musa na story ya Nabii Yusuf, tutizame vile vile mambo gani walipitia na dawa gani walizotumia, ili vifaa hivi vitatufaa pale ambao wiki inayokuja inshallah tunapozungumzia kuhusu mambo ya trauma, mitihani katika maisha, na vile inavyotuathiri katika nafsi zetu na vinavyoathiri katika mwili, katika nafsi, mpaka katika imani, na namna gani ya kuweza kukabiliana, kama tutarudi kukabiliana na vifaa vile vile ambavyo mitume walivyotumia. Kwa hiyo katika darasa letu leo inshallah tutajaribu kufichua siri na dawa hizi na suluhisho na vifaa vya kuweza kutumia katika kukabiliana sisi na mitihani yetu. Na mitihani yetu. Dhulhijja, ndugu zangu, ni story ya Nabii Ibrahim. Katika Dhulhijja tumezungumzia sana Nabii Ibrahim alayhi salatu wassalam, alivyomchukua mwanae na kumtaka kumchinja, yani yote mambo, historia yote ya haji tulizungumza na watu tumefuata sana katika durus na katika mihadhara mbalimbali.
Muharram ni story ya Nabii Musa alayhi salatu wassalam. Musa huu ni mtume ambaye amezungumzwa sana katika Qur'ani kuliko mitume wote. Amezungumzwa zaidi ya mara 130 katika Qur'ani. Musa alayhi salatu wassalam amezungumza kuhusu kuzaliwa kwake, azungumza kuhusu kukua kwake, kazungumza kuhusu vile alivyochukuliwa na kwenda kulelewa kwa Firaun, amezungumzwa vile kuhusu alivyokabiliana kukabiliana na Firaun, alivyozungumza vile alivyopata utume na safari yake na kukabiliana na wachawi wa Firaun na vitihani yote. Limezungumza kuhusu safari yake na kutoa Bani Israil Misri kuwapeleka Palestine. Vyote hivi ni story ambayo na Musa imezungumzwa katika Qur'an. Kwa hiyo hatuendi kwenye story ya Musa yote, lakini leo kwa sababu ni Muharram tunagusia vile vipengele alivyovipitia Musa ili na sisi tutizame dawa hizi ambazo tunazitumia na sisi katika maisha yetu na kukabiliana. Kumbuka kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokwenda Madina aliwakuta Mayahudi wanafunga hii siku ya Ashura. Alikuta Mayahudi wanafunga Ashura na akawauliza hii ni siku gani? Wakamwambia kwamba hii ni siku ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimwokoa Musa na Banu Israil kutoka kwenye dhulma ya Firaun. Kwa hiyo akasema ana aula bi Musa, yeye ni ana priority kubwa sana kwa Musa kuliko wenyewe. Kwa hiyo akafunga siku hiyo, akaamrisha masahaba kuweza kufunga. Kwa hiyo ndio sababu ambayo sisi tunafunga hii siku ya tarehe 10 ya siku ya Ashura. Kwa hiyo ni siku muhimu sana, tunatakiwa sisi yote tuweze kufunga siku hiyo ya Ashura, ambayo unapofunga anavyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadith, unasamehewa siku madhambi ya mwaka mzima uliopita. Dhambi yako yale madogo uliyofanya katika mwaka uliopita wote unasamehewa. Kwa hiyo ni fursa nyingine katika msimu ile ya Mwenyezi Mungu kutupa fursa ya kuweza kufanya ibada, na ibada kama hii ya saum, ukaweza kufunga na ukasamehewa madhambi ya mwaka mzima uliopita. Allahu Akbar. Kwa hiyo ni fursa nyingi sana za kuweza kuchukua katika mwezi huu wa Muharram. Vile vile ni mwezi katika ile miezi mitukufu. Kwa hiyo ibada utakayoifanya hivi inapendeza zaidi. Hali kadhalika maasi kiasi katika mwezi huu ni vizuri zaidi, kama alivyofahamisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo katika Muharram tarehe 10 na yakuja hii inshallah, leo ni tarehe 4. Kwa hiyo piga hesabu zako katika kalenda, tarehe 10 ya Muharram ni Ashura. Vile vile tumehusiwa kwamba tuweze tukafunga aidha siku ya 9 kama ilivyokuja katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, au na siku ya 10. Yani utashika siku ya 9, tarehe 9 na tarehe 10 kuwa tofauti na wale na Mayahudi wanaofunga siku moja. Na maulama vile vile kusema unaweza kufunga hata tarehe 11 vile vile. Kwa hiyo ni katika hisabu ambazo ukiweza kufunga kuanzia tarehe 10 au tarehe 9 na ukafunga na tarehe 10 au 9 na 10 na 11 au ukafunga tu ile tarehe 10. Zote hizo ni options za kuweza kufunga saum ya Ashura. Ama katika kuangazia kuhusu Ashura Banu Israil, kisa cha Musa alayhi salatu wassalam alivyokuwa ameamrishwa na Mwenyezi Mungu aweze kukimbia na kutoka pamoja na Banu Israil. Tusirudi kwenye kisa cha Musa na wale wa mashawi, yote ni kisa kirefu sana, lakini tuchukue tu vipengele vidogo vidogo ili kwa kufupisha darasa letu la leo inshallah, kwamba Musa aliamrishwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala kwamba atoke na Banu Israil mapema sana ili awapeleke Palestine. Sasa dhulma iliyokuwa kubwa ya Banu Israil ya Firaun dhidi ya Banu Israil maarufu, huu Firaun ni yule ambaye alikuwa akisema ana rabbukumul a'la, mimi ndio mola wenu aliyekuwa mkubwa. Alikuwa akiua, yastahi nisa, alikuwa akifanya dhulma yote ambayo unaweza kuimagine. Subhanallah. Sasa lakini unaweza kufanya dhulma, unaweza kufanya nini ukasema wewe ni jabbar, lakini Mwenyezi Mungu kwa sababu ndogo tu anaweza kukushusha ndogo tu. Kama vile Yusuf aliokolewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala kutoka jela kwa sababu tu ndogo ya ndoto aliyoota yule kiongozi, ikawa ni sababu ya Yusuf kutolewa katika jela.
Kwa hiyo Mwenyezi Mungu hakungoja kutuma malaika wabomoe jela nini, la, sababu tu ndogo. Hali kadhalika na sababu ya Firaun ilikuwa ni ndogo sana ya kuweza kumwangusha, na ambaye alikuwa yeye ndio jabari kabisa katika kipindi kile. Allahu akbar. Sasa la msingi hapa, na matatizo yote ya Musa aliyopata, kuwekwa na akachukuliwa kama mdogo na kulelewa pale kwa nani, kisa kirefu kile chote. Imagine kama vile ilivyokuwa Yusuf kutolewa kwa wazazi wake na akalelewa sehemu nyingine, trauma yote kama hiyo, na Musa akapitia huko kote, lakini ilifikia sasa kipindi ambacho Mwenyezi Mungu anataka kumwangusha Firaun. Alimwangusha na wale nani wachai wake na yote aliyopitia pale lakini ilikuwa bado Firaun hajaamini kabisa, akaamua kuwaua watu. Sasa Mwenyezi Mungu akaleta tu sababu ndogo ya kuweza kumwangusha kabisa. Alipomwamrisha tu Mwenyezi Mungu, bwana Musa toka na Bani Israil, akaenda. Sasa tizama hiyo scene, Firaun na majeshi makubwa, Firaun na kila kitu cha silaha. Musa anakwenda yeye na fimbo yake tu moja tu, yeye na Bani Israil nyuma yake wanakwenda, hajui anaelekezwa tu na Mwenyezi Mungu tu, wewe toka, anakwenda. Na Bani Israil wanamfuata nyuma. Musa ameshawaambia jamani, haya asubuhi fajiri twendeni mapema. Wakatoka wanakwenda. Firaun huko hana habari, hajui. Alipoamka asubuhi wanakuta hali ambayo bwana watu hawapo na dini. Kutoka habari hivyo akasema hawa watu wamekimbia na Musa. Sasa ilibidi achukue majeshi yote kuwafuata. Direction wanavyokwenda huku mbele kuna bahari, Red Sea, na huku nyuma kunakuwa ni watu gani? Wale Firaun na majeshi yake. Allahu akbar. Sasa tizama katika maisha yako, unaweza kuwa katika situation ambayo afya imeharibika, ukawa katika maisha ndoa ikawa ni shida, ukawa katika maisha na kazi imeharibika, yani mbele huna wala nyuma huna, uko hali imeharibika. Unaweza katika situation ambayo kazi hakuna, unaweza katika situation ambayo watoto wanakuwa mtihani, unaweza kuwa katika situation yote ya maisha ambayo ukajikuta sasa mimi sina pa kukimbilia. Fanya nini? Tizama katika hali kama hii, Musa anajua kama iko na Mwenyezi Mungu ndiye amemwelekeza. Hao Bani Israil wako imani bado hazijawa sawa sawa. Walipokwenda wanakuja huku nyuma, wanaona wanatizama, inna la mudrakun, wanamwambia ya Musa, sasa hapa Musa, sisi tunakamatwa. Huku nyuma yetu Firaun na jeshi lilikuwa kubwa, huku mbele tunakwenda kuna bahari, hatuna la kufanya. Musa alifanya nini? Kumbuka kwamba silaha kubwa ya Musa aliyokuwa nayo ni sabr. Katika kipindi chote kalelewa katika nyumba ya Firaun ilikuwa sabr, subra, kuwa na subra na uvumilivu katika hali yoyote ambayo utakuwa nayo, katika hali yoyote ile kuwa na subra na uvumilivu. Allahu akbar. Kwa hiyo akafanya nini? Akakaa hapo, wale wanakuja Bani Israili wanamwambia Musa, ya Musa inna la mudrakun, sasa tunakamatwa ya Musa. Musa, tizama mtu ambaye yuko na tawakkul, silaha ya pili ya kuwa nayo. Silaha ya kwanza ni subra katika kipindi chote ambacho unapitia hemo. Silaha ya pili ni tawakkul, kutawakkal kwa Mwenyezi Mungu, na tawakkul ambayo inatoka moyoni, tawakkul ambayo haina iko unwavering, wazungu wanasema, yani iko thabit. Yule mwenye tawakkul anatizama kweli mbele kuna bahari na nyuma kuna jeshi likubwa, lakini kwa sababu ya tawakkul na imani yake anasema Allah, haiwezekani. Anakataa, Allah, inna ma'iya rabbi sayahdin, hakika nina Mola wangu ataniongoza. Na imani kwamba mitihani ninayopita, Allah, inna ma'iya rabbi sayahdin, mitihani ya kazi ambayo niko nayo, wewe sema Allah, inna ma'iya rabbi sayahdin, hapana, niko na Mola wangu ataniongoza. Watoto hawaeleweki na tabia na nini, wewe sema tu sabr na tawakkul, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin, hakika mimi niko na Mola wangu ataniongoza. Ya muhimu wewe kuwa thabati katika hali ya kuwa na connection na Mola wako. Usitupi connection na Mola wako katika mitihani ya aina yoyote ile.
Tazama Musa, Yusuf alivyokuwa, tazama Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa katika kile kipindi kigumu, na tazama Musa alivyokuwa na nani. Kwa hiyo akatoa kauli kuambia kwamba inna ma'iya rabbi sayahdin. Tuhifadhi kauli kama hii ituingie ndani ya nyoyo zetu, kujua kwamba kalla, hapana, nina Mola wangu ataniongoza, nina Mola wangu ataniongoza. Kwa sababu huku Bani Israeli mpaka walimwambia Musa, khad udhina min qabli, Musa, sisi tulipata tabu na Farao kabla, tulikuwa bado wewe hujaja sasa na mpaka umekuja tena, tunajua tutapata uongofu, tuna maudhi tena vile vile yanazidi, na huyu bwana yuko nyuma yetu. Akamwambia, sikilizeni bwana, wewe Mwenyezi Mungu yuko na mimi, ataniongoza, lazima Mwenyezi Mungu ataniongoza. Allahu Akbar. Sasa na Mwenyezi Mungu anaweza kukudhalilisha, kuweka na mitihani, lakini kuna siku Mwenyezi Mungu atakuinua. Kama vile tulivyosema kwa Musa, ni kwamba Musa Yusuf kwamba anakaa jela miaka na miaka, lakini hatimaye ile ndoto yake iliyoanza mwanzo ikawa fulfilled. Ndoto ile ikawa yenye kufikia kwenye kikomo chake na kuweza kukuna. Kwa hiyo na wewe mitihani yako utapita, lakini kuna siku Mwenyezi Mungu, wa nuridu an namunna ala alladhina istud'ifu fil ardh. Mwenyezi Mungu anasema katika sura Al-Qasas, vile vile Mwenyezi Mungu anataka aweze kuwainua na kuwepa sasa baraka wale ambao walikuwa wamekuwa oppressed, wale walikuwa wamedhalilishwa na Firaun. Time for you and me inaweza kufika sasa kwamba mtihani uliokuwa nayo Mwenyezi Mungu sasa akaiweka vizuri na ukawa umepita, umeshinda, umepata ushindi. Iwe mitihani kila aina yoyote vile vile. Sasa hapa kitu kinaitwa dua, kuweza kumtegemea Mwenyezi Mungu, ile power ya dua na kuweza kumtegemea Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ni sisi kila wakati dua ya kuweza kumshukuru Mwenyezi Mungu na kuweza kumwomba Mwenyezi Mungu, kuwa na connection na Mwenyezi Mungu kila mara. Ndio ile inna ma'iya rabbi sayahdin, hakika mimi niko na Mola wangu ataniongoza. Kwa hiyo unajua hilo jambo na unalivaa kabisa. Hii ndiyo result, jawabu ya nini? Tawakkul ambayo imekuwa. Sasa jawabu lake ni nini? Wakati uko na subra na wakati uko na tawakkul kwa Mwenyezi Mungu, alivyokuwa Musa, jawabu yake ilikuwa fa auhaina ila Musa an idrib bi'asaka Allah al-bahr. Allahu Akbar. Mwenyezi Mungu akafanya nini? Akaanza kumpa wahi Musa alayhi salatu wasalam, kumpa wahi afanye nini? Wewe chukua tu, piga ile fimbo yako, bahari pale pale, ili bahari ilisambaa na ikapata njia, fakana kaqaudhi al-azim, kama ikawa kabla ni milima miwili, na Banu Israili wakapita. Allahu Akbar. Hii ni kuonesha Mwenyezi Mungu power ya subra, nguvu ya subra na nguvu ya tawakkul. Inakuwa nini? Lazima Mwenyezi Mungu atakupa result. Tazama vile Qur'ani inavyosema, Musa anategemea Mwenyezi Mungu, niko na Mola wangu. Immediately pakaja jibu kwamba fa auhaina ila Musa. Wasomi wa Kiarabu wanatuambia ile fa auhaina, faul fawriya, yani immediate, instant fa, ya kuonesha kwamba pale pale Mwenyezi Mungu akajibu, pale pale Mwenyezi Mungu akajibu. Hizi ni fa zinakuja sana katika dua za mitume. Ukienda katika Qur'ani, anaomba na pale pale anajibiwa. Zinakuja sana katika Qur'ani, unasema fastajabna lahu, fastajaba lahu, au fasakharna lahu fanadathu almalaika. Kwenye kisa cha Maryam, wakati Maryam anaambiwa fajaathu ihda fanadathu almalaika, Mwenyezi Mungu akasema fahuzzi ilayka bijid'i nakhlati tusaqit alayki rutaban. Maryam alayha salatu wassalam alikuwa pale na machungu na mjamzito. Wamama wanajua hakuna kipindi kigumu kwa mwanamke kama hicho. Mwenyezi Mungu tu alimwambia nini? Pale pale fahuzi, ile fa ya moja kwa moja ambayo tushiru ila nani, kwamba moja kwa moja pale akamwambia wewe tikisa tu huyo mtende hapo. Tazama mama mwenye mjamzito, lakini anaambia Mwenyezi Mungu tikisa tu mtende.
alafu pale pale tende za rutab zitashuka, wewe kula pale pale, utastarehe na machungu yote yatakwisha. Allahu akbar. Unapata faida gani katika hali kama hii? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndugu zangu, ana uwezo wa kuweza kumwambia Musa, wewe acha tu, bahari pale pale akaipasua. Ana uwezo wa kuweza kumwambia Maryam kufanya tu Maryam pale pale, tende zikaanguka tu zenyewe. Lakini Mwenyezi Mungu katika sababu zake anataka wewe ufanye sababu fulani. Katika hikma yake anataka ufanye sababu fulani. Yaweza kuwa sababu ya kuinua mikono kwa dua. Yaweza kuwa sababu ya wewe kufanya saum ili kwa jambo lako liende sawa. Yaweza kuwa sababu ya wewe kufanya kitendo fulani kwa sababu ya mitihani yako ili Mwenyezi Mungu afanye. Mwenyezi Mungu anaomba wewe, anataka wewe ufanye sababu. Sasa mimi na wewe tunapopitia katika mitihani, fanya sababu ili upate majibu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tazama katika kisa cha Maryam. Mwenyezi Mungu ana uwezo wa kuteremsha tu tende mara moja, pale akachukua Maryam akala. Lakini na ujauzito wote na machungu yote anamwambia fahuzi, hebu tikisa huyo mtende. Sababu mama mjamzito hana nguvu. Lakini mimi na wewe wanaume tuchukua hata wanaume 10 kwenye mtende, tutikise. Nafikiri tutafanya hata mwezi mzima au miwili na tende zisishuke. Lakini Mwenyezi Mungu anataka sababu. Alipomwambia Musa, alimwambia tuwe chukua, piga bahari na kwa fimbo yako. Ile fimbo hiyo tu kama ni sababu ya kupiga fimbo. Lakini tawakkul iko kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hapa tuna mafunzo mengine makubwa ambayo tunayaona kwamba wewe unapopata mitihani, sio ukimbilie kwa mganga fulani, sio ukimbilie upige simu sijui wapi kwa waganga wa nini, watakupa sijui vaa pete, vaa sijui vitu makorokoro mengi, kuna hirizi utavaa kichwani, shingoni, utavaa kwenye nani, utaweka chini ya mtu, utafanya nini? Yani tawakkuli yote inaenda kwa kile kitu ambacho umepewa na ule mwalimu na ule mganga. Mwenyezi Mungu fa inna Allah yuko wapi? Kwa hiyo ile fimbo ya Musa sio kwamba ndio ilikuwa ni sababu za ile nani. Mungu anataka kumuonesha wewe fanya sababu fulani, alafu Mwenyezi Mungu ndio anakumalizia kila kitu. Yani do something. Sasa na sisi katika mitihani yetu, unajua tunapenda katika mitihani mingi, alafu mtu anakuwa na complain. Unajua mimi bana, miaka 10 sijapata makaratasi, kazi zangu tabu, nafukuzwa kila mwaka na kibali cha kazi, sasa mimi watoto wangu. Yaani kuna ile culture ya kuweza kucomplain na complain, kila mara mtu unahuzunika. La, ni sabr, tawakkul kwa Mwenyezi Mungu, nafanya sababu, nusra Mwenyezi Mungu itakuwa. Sabr, subra, tawakkul kwa Mwenyezi Mungu, connection na Mwenyezi Mungu na takwa, nusra ya Mwenyezi Mungu itakuja. Hii ndiyo ilikuwa historia na mifano ya mitume wote walivyopita katika mitihani na Mwenyezi Mungu kuwapa nusra. Uko naumwa, naam, do something, fanya. Nina maradhi fulani, basi fanya something, nenda katafute dawa, nenda hospitali, nenda. Unapitia katika mitihani na familia na watoto, fanya kitu gani unaweza kufanya? Sina la kufanya hapo, kuna kitu gani? Naweza nikatafuta advice, nikatafuta ushauri, au nikafanya hivi. Fanya kwenye ibada, nitamka usiku, nimlilie Mwenyezi. Fanya kitu. Kama nilivyoambia Maryam, wewe fanya kitu Maryam, huzi wewe tikisa tu kidogo. Musa, chukua tu hiyo fimbo, wewe piga fimbo. Lakini sababu natija au matokeo yanakuwa ni nini? Ndio ile nusra Mwenyezi Mungu inakuwa inafunguka. Musa, Firaun aliwatesa sana Bani Israeli, lakini tizama na historia yake ipo katika surati wa Shuara, Qasas, kuhusu vile Firaun aliingia yeye mwenyewe akagharikika mpaka na majeshi yake yote. Hapa la kuonesha kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaye nguvu ya kuweza kukutoa katika hali uliokuwa nayo na kupeleka kwenye hali ambayo ya nusra. Kwa sababu ya nini? Strength ya tawakkul. Nguvu ya tawakkul yako. Nguvu ya tawakkul. Sasa na mitume ndio wanapata mitihani iliyokuwa mikubwa sana. Na vile wanapata mitihani, na ndio wanasema katika msemo wanasema al ajru ala qadri al mashaqqa. Yaani unapata ujira na vile mashaka, matatizo yalikuwa mazito zaidi, na ndio ujira unakuwa mkubwa zaidi. Musa hakuwa
na fimbo tu ya kwa mkono. Ile fimbo yake tu ilikuwa yakhushu alaihi ghanami, alikuwa anakitembea na nani kondoo zake, anachunga kondoo, ndio ilikuwa hivyo. Lakini aliambiwa tuchukua tu hiyo fimbo unayo uweze kuipiga chini tu kwenye bahari, na bahari pale pale ikaa nani. Kwa hiyo ndugu zangu, kwa ufupi ni kwamba mafunzo ambayo tunapata katika historia yote hii ni kwamba lesson ya kwanza, mafunzo ya kwanza ni subra katika mitihani yako yote unayopita. Muharram inatukumbusha kile kisa ambacho Firaun alikuwa ala fil ardh, yeye alikuwa ametawala na huwa anafanya nini chochote anachokifanya, lakini mwisho hatimaye alianguka. Kama leo tunaona vile wa Palestina wanavyouawa, lakini tunaona wenzetu kama ndio wako wenyewe wabingwa sawa sawa, lakini mwisho Mwenyezi Mungu anasema historia ya zamani iliyopita na hapa vile vile ina repeat. History repeat itself. Yani historia inarudi tena vile vile. Inarudi vile vile. Sasa la kutaka ni nini? Ni subra. Mitihani yako ambayo unapitia yemo, kuna watu washapita katika mitihani kama hiyo au zaidi ya hiyo. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipopita katika mitihani ile, alitoa zawadi ya surah Yusuf. Isome kamili yote ili iwe ni kuona kweli kumbe Yusuf alipita hapa katika mitihani kama hii na zaidi ya hii, na alifanya vipi? Alifanya hivi na hivi. Kwa hiyo jambo la kwanza ni subra, na subra vile vile inakuwa na nguvu yake. Na kuna mtu anasema nina subra, anasema mdomoni, lakini katika vitendo subra hamna. Subra inaleta nini? Nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala. Subra katika familia, subra katika mitihani unapita yemo, subra katika dhulma ambao unapita yemo, subra katika aina yote ya mitihani unapita yemo, iwe ni ya ndoa, iwe nini, subra ni jambo lizito sana la kuweza kusaidia kutoka katika nani. Hili jambo la pili, siri nyingine kubwa ni siri ya tawakkul ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii tawakkul kama ilivyokuwa Firaun ilivyofanya ni nini? Basi tawakkul, Musa alionyesha tawakkul, Yusuf alionyesha tawakkul na kufungwa jela na kufanya nini, yote alikuwa anategemea Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam na kupigana vita yote alikuwa nini? Niko vitani na dua kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, connection yako na Allah subhanahu wa ta'ala, tawakkul, hiyo ni tawakkul. Kwa hiyo katika mafunzo ambayo tunayaona, tawakkul ambayo ni kitendo ambacho kinakuletea outcome kama wewe na mwenye uko pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala, matokeo yake ni nusra Allah subhanahu wa ta'ala. Inakupa vile vile peace katika nafsi yako, inakuondoa, kwa sababu watu wanaanza kuambia haya mambo yako hivi, ukajikuta umetoka katika njia ya Allah, ukatafuta waganga, ukatafuta mategemeo mengine ambayo sio kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, unajikuta umetoka katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo siri iliyokuwa kubwa kwa hapa tunaona siri ya subra, siri ya tawakkul, siri ya takwa yako ndio inatuletea nusra katika maisha yetu, kama ilivyokuwa kwa Musa, kama ilivyokuwa kwa Nabii Yusuf, na kama ilivyokuwa kwa mitume wengine wote. Mwenyezi Mungu salamu ziwaendee kwa wote. Nafikiri sina mengi sana kuweza kuzungumza hapa leo, na hiyo ilikuwa ni nubdha tu, lakini labda nimalizie kwenye jambo moja, hasa kwa wale ambao watajaliwa kuweza kufunga katika kukumbusha tarehe za Kiislamu leo. Ni kwamba mwezi wa Muharram tumejua kama ina faida iliyokuwa kubwa, na tarehe ile ya tarehe 10 ya Ashura, lakini tarehe 8 ukitizama katika kalenda, tarehe 8 Muharram itakuwa ni Ijumaa Alhamisi. Kwa wale ambao wana mazoea kufunga Alhamis, kila Alhamis wanaweza kufunga tarehe 8, sawa, ambayo ni Ijumaa Alhamis, itakuwa Alhamisi ile inakuja. Tarehe 9 unaweza kufunga siku ya moja kabla ya Ashura, kwa vile vile unaweza kufunga. Kwa hiyo unaweza kujikuta umefunga tarehe 8 na tarehe 9. Tarehe 10 ni siku ya Ashura, kwa hiyo unaweza kufunga ile siku ya Ashura. Tarehe 11 kutokana na maulama wanatuambia unaweza kufunga vile vile siku moja kabla na siku moja baada, ambapo tarehe 11 hapo itakuwa siku 4 za kufunga. Tarehe 12 ya Muharram itakuwa Jumatatu, kwa wale wenye kufunga Jumatatu kila mara. Kwa hiyo unaweza kaendelea na siku mtukufu, ni siku katika zile siku ayyamul bayd, siku nyeupe, masiku meupe yale matatu.
Kwa hiyo kwa wale wenye kupenda saumu, ibada hii ya saumu, kuanzia tarehe 8 mpaka tarehe 15 Muharram, unaweza ukafunga na ikawa umejifungia siku 8 kamili za kufuatana. Tizama how much reward ambao unaweza kupata, kama faida na thawabu gani tunaweza kupata. Hii ni challenge ambayo najipa mwenyewe na najipa na nyinyi na kweli, ili tutizame kama kweli tunaweza tukaweza. Kwa hiyo tarehe 8 Muharram, tarehe 9, tarehe 10, tarehe 10. Samahani na network ilikuwa imejikata kidogo. Naam. Nafikiri nimalizie hapa. Ikiwa kama kuna swali lolote unaweza ukauliza kuhusu nini, inshallah nafikiri inaweza kutosha kwa siku ya leo. Kama kuna swali lolote au tawdih katika yale ambayo tumezungumza, inshallah unaweza kuuliza. Naam. Kuna swali yote katika yote ambayo tumezungumza? Naam. Naam bana Haji Mali, tafadhali. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, kwanza ningekushukuru baada kuwa mwanzo kabisa nikumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pia kuwashukuru na nyinyi ambao mnatoa juhudi zenu katika kuisambaza elimu, katika kutujuza. Mwenyezi Mungu akulipeni kheri, pia na wale wote ambao wanafuatilia vipindi hivi. Juhudi Mwenyezi Mungu azilipe. Nimefuata kidogo lakini nikawa tena nimetoka, alafu nimerudi dakika ya mwisho unamalizia, lakini nilitaka kuuliza swali kama la jumla ambalo linaambatana na mada hii. Naam. Faida ya kusikiliza haya ambayo mnatuambia yaliyopita ni sisi tuwe kama wale wa zamani yaliyowapitia wakiwa hai, tuige ili tupate thawabu, au pia tukiyafata yale ambayo mnayotuambia kwa wakati huu tutakuwa labda na nguvu kimaisha, labda tutakuwa na faida kimaisha kabla ya akhera, duniani tu hapa. Faida gani ambayo tunaweza tukawa nayo ikiwa tutafata yale ambayo mnatuambia waliyafanya watu wema kama tokeo hili? Sijui kama nimeeleweka vizuri swali langu. Yani faida ipi tunazipata katika story kama hizi tunazozitoa?
ya watu hasa ya kwenye mambo ya maisha watu yetu ambao sisi walipita. duniani. Ndio thawabu, tunajua thawabu ni imani, zina ni kesho tutazipata na hivyo, lakini katika maisha yetu sisi sasa ya kila siku yana faida gani hasa, na tutajiona tumepata faida ipi katika maisha yetu? Naam. Tutarudi katika Qur'an. Sawa? Sio maneno yangu bali ni maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu kasema katika Qur'ani, na haya tuliyakumbusha katika darasa lililopita ambayo tulizungumzia mitihani katika maisha. Surah Yusuf kama vile tiba ya kihisia na ya kiimani ndio ilikuwa darasa hilo. Tukatanguliza kwamba kila mwanadamu anapita katika mitihani. Mitihani haikuwa tu kwa watu wa zamani, bali mitihani ni katika sunna ya maisha, ndio msafara wa mwanadamu yoyote. Sawa? Na hii Mwenyezi Mungu anatukumbusha katika Surah Al-Mu'minun, ahasiba an-nasu an yutraku, Surah Al-Ankabut, an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Watu wanadhani kwamba wataachwa tu waseme kwamba sisi ni Waislamu, tunaamini, wa hum la yuftanun, bila kuwa lazima wapitie katika mitihani. Qad fatanna alladhina min qablihim, ndivyo Mwenyezi Mungu sunna yake kwamba aliwatia watu katika mitihani wale walitangulia kabla yetu, na yote lengo fala ya'lamanna Allahu alladhina kadhabu wala ya'lamanna alladhina sadaqu wala ya'lamanna alkadhibin, ili Mwenyezi Mungu apambanue nani wenye kusadikisha imani zao na wani wenye hawako wasadikishi. Hiyo ni sunna ya maisha. Sasa wale walipita katika mitihani na sisi tunapita katika mitihani. Sasa tunapopata visa hivi vya mitume au vya historia za mitume iliyopita na kaumu zilizopita, ni nini? Faqsusul qasas la'allahum yatafakkarun. Mwenyezi Mungu anamwambia mtume, hebu wasimulie hizi stories. Katika Qur'ani kuna story nyingi, mpaka sura moja imeitwa Surat Al-Qasas, sura ya visa, stories za kila aina ya mitume iliyopita, mtume huyu, kaumu hii, yote kwa lengo ili tuweze kuzingatia sisi kwamba yale waliopita wale na sisi tunaweza tukapitia hemo at individual level, kwa level yako mwenyewe au familia au jamii au umma yote. Kwa hiyo ni kupata mazingatio katika visa vile vilivyotangulia. Tunapozungumzia Surah Yusuf, ni mazingatio gani haya tunayapata katika kisa cha huyu mtume aliyotupwa na ndugu zake, kufanywa dhulma na ndugu zake na kumwacha hapo, wakategemea kama huyu atakufa yani walivyotaka wenyewe ni kwamba hebu mtupeni tu huyo bana, baadaye huo altakituhu ba'da sayara, watu wenye kupita njia wataweza kumchukua tu. Hawakutegemea hivyo, lakini matokeo alipita katika msafara mkubwa na kufanywa hichi. Mwenyezi Mungu kampa sasa hukumu utume. Baada ya kumpa utume, kamweka katika ile nyumba, afanywa vitimbi, mpaka kaweka jela, lakini hatimaye akageuka kuwa ni kiongozi. Sasa hayo ni kwamba lazima ni maisha, unaweza kupita, mimi kama na wewe tunaweza tukapita kama mitihani kama hiyo. Tufanyeaje? Tutizame story ya wale waliopita. Anatuambia Mwenyezi Mungu katika mwisho wa surati hiyo, qad kana fi qasasihim ibra liulil albab. Katika visa hivyo, katika kusoma historia hizo, kuna ibra, kuna mazingatio kwa wenye akili. Kwa hiyo stories za Qur'ani hazisomwi stories za entertain, za kufurahisha tu na kucheka, la, ni story za mazingatio. Tunapotoka katika story ya Yusuf tunakwenda kwenye story ya Musa, tunaona how kama huyu mtume kazungumzwa sana kuliko hata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika Qur'an, zaidi ya mara 130. Ilikuwa haje katika sura hii, sura nyingi zinazungumzia Musa. Nini? Hebu soma ili uweze kuzingatia aje katika mitihani yake, ilikuwa aje yote mpaka kwenda kupambana na mtu kama Firaun, na anaambia Mwenyezi Mungu, nenda kwa Firaun. Taha, nenda kwa Firaun. Sasa ya Rabbi, mimi Firaun nitamwambia nini huyu mtu ambaye
jeshi na kila kitu, ni dakika anaweza kukuua. Wewe nenda. Akaomba basi nije na ndugu yangu Harun. Naam, basi nenda na ndugu yako Harun. Nitafanya nini? Sasa unaweza kukabiliana na mtu tyrant mkubwa, mtu mwenye dhulma kubwa. Wewe connection na Mola wako inaweza kuwa ni mtihani tu mdogo katika maisha. Kama hauna hivi vifaa, subra na tawakkul na kumjua Mwenyezi Mungu na takwa, halas umekwisha. Sasa hivi ndio vifaa vya kuwa navyo katika hali yoyote ambayo utapitia katika maisha. Katika hali yote hiyo, iwe ni ya dhulma na ndugu zako, iwe ni ya dhulma na viongozi, iwe ni ya hali ya maisha yameharibika, hali yoyote ile, hii ndio dawa. Kwa hiyo tunaposoma visa hivi ni kupata mazingatio na namna gani ya kuviapply, kuviweka katika maisha yetu ya kila siku. Bila hivyo ni dakika, kwa sababu Mungu ametuambia kama lazima nitawajaribu. Sasa kama amesema atawajaribu, maana yake lazima nisubiri. Jamani, Mwenyezi Mungu atanijaribu. Hajanijaribu, mpaka wale ambao anasema wewe hujajaribiwa, basi there's something wrong. Basi kuna kitu ambacho haiko sawa. Kwa sababu ni lazima ujaribiwe, hasa kama muumini. Na majaribio yanakuja ala kadri nini? Imani. Bala rajul ala kadri imani. Mtu anapewa majaribio kutokana na level ya imani. Imani kizidi na mitihani inazidi ya kuwa migumu. Lakini Mwenyezi Mungu hawezi kukupa mitihani ambayo ni mizito kushinda nguvu, kushinda hali yako. Mungu anakupima, huyo hivi nitampa mtihani. Kila mtu anapewa mtihani kutokana na hali yake vile ilivyokuwa. Hikma ya Mwenyezi Mungu. Usije kupitia ukasema ni Mwenyezi Mungu mtihani nitauwezaje huyu sasa huyu. Huu mtihani nitaufanyaje huyu? Yaani sina hata nguvu kabisa. La. Allah anakujua. Sasa ni wewe umjue Allah kwamba Mungu amenipa huu mtihani, la kufanya hivi nijielekeze kwake. Inna ma'al usri yusra. Mtihani wa mashaka unakuja pamoja na nini? Na yusri, na urahisi fulani Mungu anakupa ili uweze kupambana na ule mtihani. Sasa haya yote yanatakana tuyajue, ndio faida. Wewe mwenyewe na uyajue katika familia yako, kwa sababu mitihani itakukuta kwa wewe kama wewe, na mitihani itakukuta katika familia, mitihani itakukuta katika jamii. Mitihani mingapi tunaipata katika jamii? Mpaka misikitini tunapata mitihani. Viongozi wa misikiti na waumini wa misikiti wanapata mitihani. Sasa kama hatumjui Mwenyezi Mungu, haturudi kwenye historia kama hizi, tunapotea. Ndio pale unaona tunafurugana kwa msikiti huyu, viongozi sijui imamu amefukuza mpaka wengine afikiri mpaka jela, wengine wanafikishana mpaka mahakamani, mpaka nini, tunapotea katika njia. Sasa ukirudi kwenye historia kama hizi, sasa kweli Mwenyezi Mungu shatuambia haya ni story yani alishapitia zamani. Kwa hiyo na sisi tutapita katika njia kama hiyo moja kwa moja. Unamkumbuka Mwenyezi Mungu, unajua aliambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, nahnu naqussu alayka ahsana alqasas bima awhayna ilayka hadha alquran. Sisi tunakusimulia story iliyokuwa nzuri katika kipindi ambacho yuko katika mtihani mikubwa. Mke kafa, baba mdogo kafa, na huku wamekataa hata Uislamu wake, huku na huku, enda Taifa wamekataa huku na huku nini, lakini Mungu anamwambia hebu sikiliza, ahsana alqasas. Kwa hiyo kama nitakuwa nimeelewa na nimekujibu vizuri kwamba hivi vyote ni mafunzo, sisi tujue namna ya kuweza kuyaweka katika maisha yetu ya kila siku. Wewe kama mwanadamu mwenyewe Muislamu, na katika familia zetu, katika jamii vile vile, na katika umma. Allahu a'lam. Mwenyezi Mungu ndio mjuzi zaidi. Kama utakuwa hujaelewa vizuri, unaweza ukaleta tafsiri zaidi kwenye nani yako. Lakini Sheikh Juma vile vile naona ameweka mkono. Tafadhali Sheikh Juma. نعم شكرا شيخنا السلام عليكم وبركاته. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahlan. أهلا بكم. Samahani mimi nataka tu niongee hapo hilo swali lizuri ambalo Tafadhali. limenitia uroho kutaka ni mawili tu, lakini aya sintoziweka kwa sababu aya zote umezungumza. Nilikuwa niko najiwaza hizo aya ambazo umejibia atakujibu hilo swala la mzee wetu prefect mwalimu wetu Haji Mali ambaye aliuliza swali lizuri sana. Ni swali lizuri sana la kusema hivi visa ambavyo vinatajwa kuna faida gani hapa sisi watu wa kileo hapa duniani mpaka akhera. Fa bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ni kwamba
sintozungumza mengi, dakika tu moja. Katika faida za hivyo visa vya zamani, kwanza mzee wetu Ajmali, Qur'ani yenyewe tu ni kisa. Qur'ani yenyewe tu ni historia ya zamani. Japokuwa Qur'ani haina umwanzo kwa sababu ni maneno ya Mwenyezi Mungu, yao wenyewe ni Qur'ani ni kisa, na ikawa imekusanya visa vya watu wa zamani. Katika faida kuna takuyatul iman, mtu kupata vile visa ambavyo viko Qur'ani, imani ya mwanadamu inazidi kuwa inapanda, inakuwa ya nguvu sana, ikiwa kwamba mtu taisoma ukweli wa kuisoma na ukavizingatia kama gisi shekhe huwa anatufikishiaga. Alafu vile vile katika faida nyingine ya pili, visa vya zamani hapa duniani, elimu inazidi, unakuwa na elimu ya dini ya hali ya juu. Kama haujui visa vya Qur'ani, kwa Kiswahili kifupi, hauko shehe. Hauwezi kuwa shehe, kuna kisa Qur'ani haukijui, kwa Kiswahili kifupi. Na sio kusema kwamba wamaamuma wawe mashehe, ni vizuri kuvijua kwa sababu Qur'ani ni kitabu kidogo sana, kina page ndogo sana. Ni jambo la kusikitisha sana kuona sisi watu wa nyumbani, mara nyingi katika misikiti huko Ulaya, ukizingatia au ndugu zetu wazungu wa Kiislamu, sana sana wazungu nakusudia, wakimuuliza soma Qur'ani, anakwambia shasoma Qur'ani ipitia kama hata mara tatu chini chini, au mara mbili mara tatu, Qur'ani nzima shaisoma, na ndo angaliki mpya katika Uislamu. Fa elimu inazidi. Faida ya pili, unakuwa na elimu ya Mwenyezi Mungu, unamjua Mungu, unaijua dini na unamjua mtume katika visa ambavyo viko Qur'ani. Na faida nyingine katika vile visa vya watu waliotangulia kwa Qur'ani vyote, kila ambacho chenye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alitaja Qur'ani kwamba kitatokea la mahala, lazima kitatokea tu, tukione tusikione, kitatokeaga tu. Kuna visa ambavyo, kuna aya na visa ambavyo Mwenyezi Mungu aliahidi jambo fulani litatokeaga hapa duniani, kwa hiyo litatokea tu, kama gisi vita kubwa ya Waroma Warumi na Wafers. Katika ile sura Ghulibatir Rum, Mwenyezi Mungu anasema kwamba Waroma watashindwa katika vita. Ilitokeaga na wakashindwa. Yako mengi, na yale ambayo Mwenyezi Mungu hakusema hayatotokea, hakuyasema, hayo yanaweza yakatokea na yanaweza yasitokei. Kwa hiyo ndio maana tutanabahi nayo sana sana. Wana wa Israeli walifurikwa, sijui walifanywa nini, Musa waliangamizwa. Vile visa ni maana yake ni avertissement Mwenyezi Mungu anatupa, na sisi tunaweza tukaangamizwa. Na kuangamizwa sio mpaka tungojee kama gisi kisa cha wakati wa Mtume Lut, walipandishwa nchi nzima ya Sodomo na Gomora, mpaka leo Mwenyezi Mungu anasema hakuna hata trace ilibakia. Hakuna hata trace ya ile nchi haiwagi tena. Walipandishwa juu mpaka mbinguni, malaika wanasikia sauti za zile mbwa zao, mbwa zinapanda juu na watu wote kijiji kizima, alafu wakaangamizwa hewani. Hii sio kusema kwamba hizi katokea, inaweza ikatokea, lakini labda ikaja katika sura nyingine, na sio lazima ije katika kijiji kizima. Inaweza ikatokea kwa mtu mmoja, tunaikaa hapa unasikia fulani alipoteaga miaka mingi, kumbe alipigwa ile nani hii ya Mwenyezi Mungu, adhabu kama ile waliopewa watu wa nani, Mwenyezi Mungu atulie na watu wa kaumu Lut. Kwa Kiswahili kifupi, aya hizo ambazo Sheikh amezungumza, Qur'ani nzima kuanzia surati An-Nas au kuanzia surati Al-Fatiha, Alhamdu, mpaka An-Nas, sura ya mwisho, 60% au zaidi ni visa Qur'ani. 60% au zaidi ni visa vyotangulia. Hivyo ni visa vya mitume au vya manabii au vya wema waliotangulia kama vile Luqman na wengine, au wengine wote. Ni visa 60% au zaidi Qur'ani nzima. Alafu ingine 40 ambayo inabakia ndio pako habari kuhusu sheria, kuna kuhusu halali na haramu, kitu kama vile hivyo. Hiyo 40% kuna mambo ya kuhusu Mungu, yani tauhid, Mwenyezi Mungu tumpwekeshe aje. Basi ama vingine vyote 60% zaidi yake ni visa. Kwa hiyo Qur'ani haikuja tu hivi hivi, yani imekuja vile visa vitabakia mpaka iko akhera. Kwa hiyo ni jambo la kuzingatia sana, vile visa vya Qur'ani vya kuogopa sana. Ikiwa ni vizuri, ndio maana wanatuambia na Mwenyezi Mungu atujalie tuwe miongoni mwao na tuyapate wale wapata. Ikiwa ni vibaya, tuna Mwenyezi Mungu atulinde na hizo adhabu zake. Kwa hiyo ni hayo tunataka tunaongezee. Faida ni kubwa sana katika hivi visa. Sasa tunaifuata sana 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 kutoka kwa Sheikh Barakallahu fik Ustaz Sheikh Ahmed Juma Khamis. kwa Naam, tawdih nzuri. Naam, asante sana Sheikh Juma kwa tawdih nzuri sana. Labda nirudi kwa Sheikh Maalim, yani Haji Mali, sijui kama kuna yani ziada unataka kuongeza hapo.
Nitaka tu katika fikra. nishukuru kwa majibu. Kitu ambacho bado nashindwa kuzingatia ni kwamba sisi ni umma bora, na mafunzo ambayo umma wetu unayo yanatoka kwa Mwenyezi Mungu ambaye ni mkamilifu, yakapita kwa mtume wake ambaye pia alisafishwa lichokuwa ni mwanadamu, na hayasemi isipokuwa yale ambayo ni wahi. Haya mafunzo mimi nadhani kwamba lazima yalete athari kwenye umma kwa wenye nayo. Umezungumza kitu mazingatio, shekhe. Nadhani hichi kitu ni lazima watu tukitafakari. Hatua ya kusikia, ya kuelewa au kufahamu na kuzingatia na utekelezaji, nadhani ndio vitu bado vinatukosti au bado vinatugharimu katika sisi tuathirike, yani elimu hiyo itufanane na umma wetu uwe bora, kwa sababu ukilinganisha na umma zingine ambazo hazina sifa za ubora, mambo haya mnatuambia ya subira, kuvumilia, na wao wanaambiana hivyo hivyo. Na wakati mwingine unaweza ukamkuta mtu ambaye hata sio Muislamu, lakini unamuona ana ubinadamu zaidi hata ya yule ambaye ni Muislamu, labda akakushauri hata maneno ya katika, yani ubora ukauona hata kwa yule ambaye hana haya mafunzo. Sasa wakati mwingine huwa anajiuliza, vipi sisi tutakuwa na mafunzo bora kuliko yote duniani, alafu tusiwi jamii bora au tusiwi umma bora kuliko umma zote duniani? Sasa haya maneno mashekhe wanatuambia mbona ni mazuri, alafu sisi tusiwi wazuri? Kumbe inawezekana mnatuambia sisi tunawasikilizeni tu, au wengi wetu wanasikiliza, lakini katika hatua ya kuzingatia tukawa ni wachache. Kwa hiyo nilitaka tu nizungumzie hilo, kwamba mnayozungumza yakiwa bora na kwa uhakika ni bora, ni lazima wale ambayo wanayozungumziwa wayatekeleze, wayazingatie ili wawe bora kama mafunzo yenyewe. Hatuwezi kuwa na mafunzo bora sisi tusiwe bora, kwa sababu jamii zetu ukizitizama leo, kama ni mitihani ambayo mnayozungumza, tunaweza kushindwa hata kuitafakari au kuichambua. Ni jamii ambazo zina matatizo, ni umma ambao leo ukiutizama, labda nisende kiumma, ni pana zaidi, haswa na haya yanayotokea leo duniani. Mgawanyiko na mpasuko kuanzia ndani ya familia mpaka kwenda kwenye jamii, kufika kwenye umma leo ni mkubwa kiasi kwamba hatuzingatii kama ni mitihani tunapata ili tujifunze kwenye visa hivyo. Sidhani kama nafika kwenye ufafanuzi wangu. Ni yale mafunzo tunayopata kuwa bora, alafu sisi tunayopewa mafunzo tusiwi bora, na tuna mitihani ambayo inakwenda na mwendo huu wa kisasa kama alivyozungumza Sheikh Juma. Jamii za leo na elimu zimepanuka na mazingira ya leo, tuna mitihani yetu ambayo ipo, lakini kutafakari kama ni mitihani, na tukumbuke kama tuna silaha sisi za kutufanya tuvuke hiyo mitihani ambayo ni visa, ni ukumbusho, ni mafunzo. Hatuna, yani tuko disconnected kabisa, yani tuko disconnected sana ukitizama na hayo ambayo ni bora ya mafunzo yangetufanya sisi tuwe bora. Udhaifu huu ndio nataka nizungumzie. Nini tufanye? Asante sana. Nini tufanye? Unazungumza kitu kizuri, lakini tunarudi tena kule kule. Kama nilivyosema Sheikh Juma, Qur'ani yenyewe inatutosha. Tunaweza kuwa umma bora, tunakumbushwa kuntum khaira umma, yenye ni umma bora. Sio ubora kwa sababu tu ya kuitwa Waislamu, sio ubora tu kwa sababu tu maana tunaitwa sisi waumini na kuswali. Tunakuwa ubora kwa sababu gani? Mwenendo wetu uko vipi na Qur'ani, ili tuweze kujua ubora wetu, tuweze kuapply ile ubora tukautumia.
lakini sio tu ubora. Ndio maana utakuta katika sura nyingi katika aya nyingi za Qur'an Mwenyezi Mungu la'allahum yatadhakkarun atabiru ya ulul albasar, ili waweze kutafakari, ili waweze kuzingatia, waambie wenye kuakili, ili wenyewe wenye busara, wenye anazungumza na kuweza kutuzindua katika yote hayo. Sasa kama hatuzinduki naye na tukayatumia katika maisha yetu ya kila siku, tutabaki tunaenda ile slogan ya kusema sisi ni umma bora, sisi ni umma bora kwa sababu tunaswali swala tano na Ramadhani ikija nini, lakini vitendo vile ambavyo Mwenyezi Mungu anatuambia hatumo. Zipo aya zinatukumbusha hayo. Walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi. Hebu chukua hii aya moja katika sura An-Nisa. Laiti kwamba wangeyatilia application, yani wangeweza kutendea kazi ma yu'adhuna bihi, yale ambao wanapewa mawaidha na kusikia kwenye mihadhara, kwenye hutuba za Jumaa, kwenye darsa, wakayatia sasa kwenye action katika familia zao, katika jamii, katika shughuli zako, lakana khairan lahum, ingekuwa ni kheri kwao, wa ashadda tathbita, na ingeweza kuwaweka sawa sawa, wakajithibiti sawa sawa katika dini vizuri. Lakini sasa kama hatuyafati hayo, hadhara mingapi yanafanyika, darasa ni ngapi ziko, ni kupata darasa na watu wangapi? Utaona ile yote matatizo ambayo tunapata katika jamii, mpaka katika community, mpaka misikitini, hawa watu hawafuati madarasa, hawafuati yale mafunzo. Sasa tunabaki tu na ile bana, sisi ni umma bora, sisi ni umma bora. La, hatuwezi kuwa umma bora hali ya kuwa mnasema nitawapeni mitihani, lakini hujui ile mitihani itafanya nini katika mitihani. Wangapi tunapopata mitihani unakimbilia njia nyingine kabisa tofauti na ile njia ambayo Mwenyezi Mungu anakuambia ukiwa na mitihani fanya hivi na hivi na hivi, wewe unakwenda njia nyingine. Unasema kuntum khaira umma, sisi bana ni umma bora, sisi ni umma bora. La, ile umma bora sio slogan, yani sio tu taabiri kusema bana sisi ni umma bora tukaweka pala katona. La, tutakuwa umma bora kutokana na vitendo ambavyo tunavyofanya na katika kufata yale mafunzo ya Qur'ani na yale Mtume swalla sallam alivyotufundisha. Lakini tukienda kinyume, tutabaki tu na Uislamu ule wa jina. Sawa? Hapo ndio kunakuwa tatizo hapo. Kama tuko umma bora, sababu tunaamrishana mema, tunakatazana mabaya. Wakati wa kuamrishana na kukatazana hatuonekani, familia zitaharibika. Tuko katika nchi ambazo mitihani mikubwa iko kwenye social life ya maisha, katika malezi ya watoto, katika hivi katika sasa. Kama tukusanyiki tukawa tunaambizana alau kwa wiki mara moja yale ambayo yanapitika katika jamii, tukayatizama na Qur'ani imetuambia aje, jamani, ndio haya na solution yake ni hii na hii na hii na hii. Kama hatuna vikao kama hivyo, jamii itakwenda vipi? Hasa katika nchi kama hizi, malezi ya watoto itakuwa vipi? Malezi ya wanawake itakuwa vipi? Malezi ya sisi wanaume itakuwa vipi? Kazi yetu tutafanya kazi vipi? Na huku tunatoka tunatoweka, na huku hakuna legacy yoyote ambao tumewachia watoto. Sasa kuna umuhimu, naam, tumeambiwa kila kitu kutoka, lakini kuna umuhimu kuzidi kuwa tunakumbushana, hasa katika maisha ambayo tunakwenda naye. Sasa haya tunaita mifano ni kwa sababu ili tupate mazingatio. Tupate mazingatio sio kukaa, lazima tuyaweke sasa kwenye application katika maisha yetu. Allahu a'lam. Naam, nafikiri itakuwa imeeleweka hiyo. Labda kama kuna mwingine yote mwenye hata kama una fikra unaweza kuleta fikra, kama una swali unaweza kuleta fikra kuchangia, inshallah wote tukafaidika. Labda tuachie kwanza wengine, kwa sababu tukisema tunaweza tukachukua nafasi za wengine. Watakuwa hakuna mtu, na kama una fikra unakaribishwa, haina shida. Ndio, maneno mmezungumza ni mazuri, ni mazuri tu na yatabaki kuwa mazuri. Narudi kwenye hofu yangu, hatuwezi kuwa umma bora bila kutekeleza yale ambayo tulioamrishwa. Sio umma bora wa kuzungumziwa, ni umma bora wa vitendo. Ni kweli, lakini kitu kimoja ambacho nitaka nigusie, umma kuwa bora ni hatua ya juhudi ya kila mwanaumma, au jamii kuwa bora ni juhudi ya kila mwanajamii kupambana awe bora, au
ni usimamizi bora wa uongozi wa hiyo jamii, kuwafanya watu waelekee kwenye yale yaliokuwa bora. Nikizungumza hili ni hivi, katika familia, ngazi ya familia, kiongozi Samahani ni yule baba. Alhaji, Naam. nisikati kauli utafuka unaendelea. Ni kweli hapo umezungumza labda kwa lugha nzuri nyepesi ya kueleweka, lakini katika lugha ya dini hapo umesema ni hatua ni majukumu ya kila mtu katika jamii ili uwe Ndio. bora. Ni ile tunaitaka katika dini uh, fardu aini, yani farazi ya kila mtu. Kama kisi kusali ni kila mtu mjamii asali, si kwamba mzee akisali nyumbani sisi watoto imetosha, si mzee amejisababisha sali. Mm. Na hiyo katika dini ni kama tumesema, ndio hivyo. Alafu tutakuwa naendelea, umma kuwa bora ni fardhu ya aini, ni kila mtu katika jamii akontribue kwa mujibu wa yale ambayo amefunzwa. Kama kisema Mtume SAW, Uislamu usingetufikia kama mtume nyuma yake pangekuwa watu waongo wanafiki, watu wa mazambi. Ukiangalia nyuma ya mtume alikuwa akisalisha msikiti mzima, pako ni akina Abubakar, wakina Umar, wakina Mus'ab, wakina Hudhaifa bin Yamani, maswahaba, watu ambao waliongoza ulimwengu mpaka mtu anakusanya zaka mpaka imbwa mitu inachunga kondoo, kitu ambacho hakiwezi kawezekana hivi sasa. Mwisho Sawa. kwa kifupi, sasa kumbe hapo ni hukumu faradhu aini, ni faradhi aini ya kila mtu, sio kama vile sala ya jeneza ni faradhu kifaya, au mmoja akisali jeneza wengine inajuzu. Kwa hiyo ningetaka tu nidakia hapo, alafu fikiri unaendelea. Kila mtu mjamii kile ambacho anacho, mwenye yuko na elimu fulani, ana uwezo fulani, ana jambo fulani, ana mali, ana nini, medamu ni cha halali kinajuzu, anakikontribua kwenye umma. Fikishia mashehe hawajui vitu vyote, hatujui vingi, hatuna nini. Kuna mtu anaweza kuwa ni tajiri, kwambia shekhe, mimi niko na utajiri wa kununua nyumba hapa Ulaya, umeshaona pesa zangu hizi hapa. Mashehe mwendo, mnajua dini, haya nyumba iwe ya haji, tununue wapi, iwe ifanye vipi? Mimi pesa niko nazo hapa, alafu fanyeni msikiti. Ndio umma unaenda unakuwa bora hivyo, umeshaona. Sio watu waachie mashehe kila kitu, wako watu wana vitu vingi. Ala kuli hali, samani nimekokota, lakini ni hiyo tu, ni wajibu wa kila Bila mtu umma samahani kuwa Sheikh. bora. Na muendelee. Umeniwekea, nilikuwa napanda kwa ngazi, umeniwekea sanseri Eh, kabisa lifti. Yaani umejibu hilo swali langu la mwanzo la eh, juhudi binafsi, alafu umeniwekea kwenye sasa swali langu la pili, nafasi ya uongozi katika kuiboresha jamii. Uongozi una nafasi gani katika kuiboresha jamii, kuifanya jamii iwe bora? Na ikiwa jamii itakuwa haina uongozi, madhara gani au vizuizi gani vinaweza kuikuta jamii licha ya juhudi binafsi za kila mmoja? mm. Samahani, mimi Nafasi ya uongozi. nitajibu kama Ustadh Sheikh Ahmad ya kujibu, nakuwa tu naongezea, au labda kama kiruhusu ndo nafika تفضل Sawa. تفضل nijibu. تفضل تفضل Sawa, تفضل sawa. naongeza na mimi تفضل. Lakini ningemaliza Eh, kidogo na nafasi ya eh, uongozi, alafu mashehe ana nafasi gani katika jamii hivi sasa? Yaani nikizungumzia athari za kuupata uongozi au kuukosa uongozi kuelekea kwenye jamii bora inakuwaje, na nafasi ya shehe katika jamii leo ambayo umma unamuona yeye kama kiongozi, ana nafasi gani kwenye usimamizi wa jamii? Shukrani. naam shajibu, unataka kujibu hapo? Tafadhali. labda Shekhe, tusaidiane katika kujibu, kwa sababu ni masala ambayo kidogo yako wazi. Shekhe katika nafasi yake kwenye jamii, kusaidia jamii, kwanza tunatakiwa jamii tuwe kitu kimoja, alafu jamii ipate kwanza kuwajua na kurekonetre shekhe gani ndio shekhe wetu wa jamii. Umeshaona, wakishakuwa wale mashekhe wa jamii wakajulikana ni huyu au ni hawa, nafasi ya shekhe ni zile fasi za sharia za kuhakikisha kwamba masala ya dini yanaendeka ipasavyo, mafunzo ya dini kama gisi shekhe anajitolea, madarasa wanajitolea Uingereza kote kule na huku Maulandi na kadhalika, na kujibu masuala ya tofauti ya jamii. Hii kwanza ni nafasi kubwa sana ya shekhe, kuna inakuwa mwepesi. Mtume SAW alikuwa anaitika kila mtu, mpaka ilipokelewa Mtume aliwahi kwenda kwa probleme ya mtoto mdogo fasi ya mwendo wa kilomita 7. Huyo mtoto alikuwa na matatizo na shamba lake, shamba lina matatizo, habari zinamjia, akija akamuitika. Hii ndio moja miongoni mwa
mifano ya kuonesha kwamba fasi ya kiongozi katika jamii. Basi yani shekhe ni mtu ambaye mwepesi katika masuala yale ya dini sana sana, kuelekeza bila kuogopa lawama za mwenye kulaumu, hivyo jamii itakwenda. Naam, Ndio. mashallah. Mashallah, mashallah. Jamii inaongozwa na dini na mashehe. Mimi masikitiko yangu ni haya, kama sisi maamuma hatutokubali kuwapeni nafasi kuwaona kama viongozi wasimamizi wa mambo yetu ya kijamii, hatuwezi kutoka hapa. Mtatuambia maneno mazuri, lakini hatuwezi kutoka kufanya hatua ya kuwa bora kama hatujakubali nimfate shekhe na matatizo yangu ya kijamii, kwa sababu dawa mnazo nyinyi. Sababu mfumo wa maisha tunao, ubinafsi umejijenga kiasi kwamba tunamuona shekhe ni mhubiri, ni mfikishaji. Baada ya kufikisha hana juhudi, hana usimamizi kwetu. Yani nataka kuzungumzia neno la usimamizi katika jamii. Shekhe ana nafasi ya usimamizi wa mambo yetu katika jamii, kwa sababu matatizo tunayoyapata leo, changamoto ziko huku Ulaya au hata nyumbani. Nyumbani labda tunajitahidi kidogo, watu wakigombana mfateni shekhe fulani, lakini huku Ulaya kuna mambo ninasikia, kuna mambo ninaona, kuna mambo tunafahamu sote ambayo mashehe hawahusishwi. Kama watu hawapo, hawafatwi, yale mambo yanaenda yanaozesha jamii vizazi hadi vizazi. Sasa usimamizi wa mashehe kama Mfano, hebu hatukubali tupe mfano. kweli. Naam, Tupe mfano. mfano kuna mambo haya ya ndoa kuvunjika sana, kuna mambo ya watu kugombana, kukashifiana kimitandao, watu kufanya ubaridhifu wa aina yoyote kwa uhuru, kama vile mtu hana kiongozi anayemwokopa, anayemhofia. Uhuru huu katika jamii yetu ni sumu. Hatuwezi kuwa uhuru kiasi kwamba nimuone shekhe kama ni mwenzangu ambaye sina hofu naye kama kiongozi wangu. Vipi nitaendelea mimi? Ni lazima tujenge mfumo wa uongozi ambao shekhe aemerge, yani awe nafasi yake ambayo tunamuona kama huyu ni shekhe na tunamhofia, na akituambia tufate kama kiongozi. Sasa tuko na mfumo wa rebellion, wa uasi kati yetu. Shekhe anaweza akasema haya bana, chana mashehe ndo wao. Sasa hii jamii itakwenda aje na shekhe ndo taa? Na ndio maana nimeuliza, nafasi ya shekhe katika jamii sio ndogo kiasi kwamba jamii muda mrefu imeikaa inamuweka shekhe kama ni mtu wa kawaida, ni mtu wa mawaidha. Au walimu ni wengi watatoa, lakini lazima tuwe na uongozi ambao shekhe ni taa, anasimamia mambo yetu. Hata shughuli zetu zingine, unaweza kufanya shughuli zetu zingine ukaenda kwenye haramu, wewe hujui, unatafuta pesa, unajua tu hizi ni harakati, kumbe tayari unakwenda kwenye haramu. Rudi kwa shekhe, muulize. Ndio Alhaji, samahani nisukati kwa sababu nisipotewi hapo hapo. Ni kwamba umetoa mfano mzuri wa nyumbani na hapa Ulaya. Hapa Ulaya tatizo mimi au sisi mashehe au mimi mwenyewe nikisema lawama kubwa tunazipa ni nyie wazazi, viongozi, hapana watoto sana sana. Unajua mimi niko na experience kutokana na hapa Ulaya, Waislamu ambao tuko nao hapa. Kwa kweli alhamdulillah, wa vijana wengi ambao kwa ukaribu na kwa umbali, heshima ambazo wananipa nazionaga kwamba hizi heshima zinatoka kwa wazazi wao. Wazazi ndio wananisemaga hii wala uzaki nafsi ala Allah, sio kujinani kwa Mwenyezi Mungu, katika kutoa mfano ili ieleweke. Ndio wananisemaga kwa watoto wao. Mbona pako familia kadhaa hapa Ulande haziwezi kuwa na shughuli ya dini bila kunihusisha. Mwisho kama vile tuna shekhe, pakiwa shughuli yote ile ya mafa, ya harusi, ya hakika, ya dua, ya kadhalika, lazima. Sasa wale watoto huwaga wananiheshimia heshima, na iona kabisa hawa ni sinyale kutoka kwa wazazi wao. Kumbe sasa hapa Ulaya wazazi, nyie wazee wetu, wakubwa zetu na wengine wakadhalika, sisi ni wanadamu mashehe, tunaweza tukapinda kidogo, tusisemeki vibaya mbele ya watoto. Umeshaona tu yani isiwe kabisa katika mtu unaongea na mkeo wala wanawake, ushehe fulani bana hivi na mbele ya wale watoto. Kwa hiyo hao watoto ambao ndio tuko tunalenga hawatatupa heshima mashehe, hawatakuwa kesho na matatizo na wenyewe, wakatutafuta hawatakuja. Umeshaona, kwa sababu wanafanya ule shejimisha amsikia wanamsema hivi, ule fulani shazika wanasema hivi. Lakini kama pakiwa ile nyie mkatuprotege, mkatupa ile
yani kama kisi Aisha anasema kuna nunzilu nasa manazilahum, tulikuwa tunaweka watu nafasi zao, mkaweka mashehe nafasi yao mpaka kule kwa watoto. Mtoto ana matatizo, unaambia bwana, ngoja tumpigie shehe simu. Bwana, ukimtafuta shehe, mpigie shehe simu. Bwana, shehe ni hivi na hivi, kijana wangu anauliza swali. Na yeye anakuwa na ile kwanza, akishamuona mzazi wala baba wala mama, anamuogopa shehe. Na mtoto atamuogopa shehe, na kesho wote watakuwa hivyo, na jamii watakuwa wanatusikia, watatutafuta wakiwa na matatizo. Lakini yakianzia juu, wazazi hawa himizi kuheshimia mashehe kama kisi wazee wetu kule walituhimizaga tungaliki wadogo. Tulikuwa tunaheshimia wale waalimu wa madrasa mpaka na washehe kutokea kwa wazazi wetu kule kule nyumbani, na mpaka hivi ndio kisi bikawa. Sasa huku Ulaya ikiwa kama ni lesea le watoto wanachukulia tu wao washehe ni hivyo, tulikuwa tuko Mligala ni hivi yani message yangu ni kwamba wote ambao wako hapa mtusaidie kuwasifu mashehe, yani kuwanyanyua mashehe mbele ya watoto na hata na wake hata na mbele ya waume, ionekane kweli kumbe jamaa ni mtu wa hatari, kwa sababu mtu anakuwa anaaminia mtu kutokana na mpenzi wake na mtu mwingine. Mfano kama Sheikh Ahmad haujamsema vizuri, hatujamsema vizuri, tukamnani hii vizuri, tukamfanya publicity ya kutosha, watu hawata nani hii hawatamchukulia kwamba ni mtu kweli wa maana mjamii. Na hii ndio inasaidia sana, la sivyo tutakuwa na matatizo, hatuyapeleki kwa mashehe wetu, tunayapeleka kwa mashehe wenyewe ambao utasikitika. Kuna mtu anatumia audio kuna mtu anatumia voice video, mtu anaweza Sheikh Jimmy huyu anayesema hapa ni kweli, ukimwona huyo mtu ameikaa kama shehe mzima na viswahili vingi yote mwanzo mpaka mwisho makosa, unasikitika, lakini watu wanawasikia watu kama vile hao. Sasa kumbe na nyie mtusaidie katika kufanya hizi mapublicite fulani manini, kuonesha kwamba washehe kuna msiwaoni hivi ndio washehe hawa. Msina matatizo mkayapeleka yanavuka mabahari yanakwenda Afrika yanakwenda wapi, na mashehe wako hapa, wale watoto wanakuwa wanaviona, nasema mimi niko najua hawa hapa ni kusemaga, probleme ikiwa ni kule Tanzania wala Burundi, ndio mtu anapiga simu ifuta, kumbe wa hapa wanatosha sana, wanatosha sana. Sheikh Ibn Usaimin wa Saudia alikuwa shekhe mkuu, aliulizwa swali na mtu anapigiwa simu, mtu akamwambia wewe ni wapi? Akamwambia mimi ni wa Misri. Akamwambia kauliza shehe wa Azhar, yani kauliza shehe wa Misri huko Egypt, hapo unapiga simu hapa Saudia, na hali ya kule shehe alikuwa shehe alikuwa na uwezo wa kumjibia na kumuelekeza, lakini akamwambia uliza wewe shehe huko kwenu. Ala kule hali ni yetu. Kwanza samahani, endelea vizuri inshallah. Mashaallah Sheikh Juma umefanya nani vizuri, na ningependelea mjadala kama huyu na watu wengine wakaweza kushiriki, kwa sababu ni mjadala mzuri sana tena sana, na tukipata ufumbuzi wa mjadala huu unaweza ukasaidia labda katika vikao vingine kama itawezekana, lakini ni mjadala mmoja muhimu sana. Bwana Haji Mali, unaweza tukajibu swali lako theoretiquement, yani katika theory, bwana shekhe ni mtu mhubiri, shekhe ni mwenye kufanya hivi na hivi, shekhe sijui nini, yote unaweza kuzungumza hivyo, sawa? Shekhe ni nani, shekhe yote, na Qur'ani imetuambia haya yote. Kazi ya mashekhe ni taalim, kuweza kuelimisha, sawa? Na Mwenyezi Mungu kuna kila moja ina aya zake. Mwenyezi Mungu anatuambia idha akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitaba, alichukua wamunani ahadi na wale waliopewa kitabu, la tubayyinunnahu fil linnasi wala taktumuna, mtabainisha mambo yote ya Mwenyezi Mungu wala msiyafiche. Una elimu usifiche, hebu ifikishe. Kwa hiyo kazi yako wewe, mimi huwa siiti sana shekhe, naita dai, mlinganizi mwenye kulingania watu kwa Mwenyezi Mungu. Hiyo ni kazi yake, yani kufikisha yale aliyosoma aliyoyapata akawafikishia wengine. Ya pili ni irshadi wa da'wa, kuelekeza watu, hapana, hii sio nzuri, hapa ndio pazuri. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mawaidha ambayo ilikuwa mazuri. Yote hiyo ni kazi. Islah ijtimai, kutengeneza mambo katika jamii. Familia zimeharibika kama hivyo nimesema, pana tatizo hili, hebu tutengeneze. Lazima katika jamii patakuwa hivi, katika familia patakuwa hiyo, ni kawaida. Innamal mu'minuna ikhwa, ndugu waumini, fa aslihu baina akhawaykum, basi fanyeni islah baina ndugu, mkiwa pamegombana pakiwa hivi, kuna tatizo la ndoa, kuna tatizo, zote hizo ni katika kazi, sawa? Lakini haya yote tunaweza kukataza. La muhimu tunaposema jamii tunakusudia kuna mashehe
wale viongozi wenye kuelekeza watu kwenye dini, kulingania watu kwenye dini, lakini kuna viongozi wa jamii. Hao viongozi sio lazima mpaka wawe mashehe. Kwanza kuwa ni viongozi, wana elimu zingine za kuweza kuelekeza jamii, wana elimu zingine za kuweza kuweza kuondesha jamii. Viongozi ninawaita ni viongozi wa jamii. Alafu kuna wazazi wa kike na wazazi wa kiume na watoto. Hii ndio jamii. Na alishawahi kuzungumza haya mambo tukayapanga vizuri na kuelekeza. Tatizo ni yale ambayo tunaambiwa tunashindwa kuyaweka practice. Tunaweza tukazungumza miaka 20 kama hatuyachukui tukaweza kuyaweka practice na tukaweza ili kutengeneza kupata hiyo dawa hatuwezi kufika popote. Sawa? Kwa hiyo tatizo tuko nalo hapa, mashehe waalimu wenye kutoa dawa wanajielewa vizuri sana kwamba kazi yao ni kutoa. Lakini tunakuja kuna tatizo, hakuna ushirikiano hatuoni baina ya hao mashehe na hao viongozi wa jamii, kwa sababu hawa ni muhimu. Nyuma yao wana familia, baina yao katika miongoni mwao wana elimu zingine, sio kwa hata elimu za sharia za dini, lakini wana elimu na muhimu sana, lakini hakuna ushirikiano baina hawa na hawa. Na ule ukosa ule ushirikiano, na hasa katika mazingira ya Ulaya, ni mtihani uliokuwa mkubwa. Haiwezekani wewe kwa shekhi umesoma dini alafu ukamdharau yule ambaye ana elimu amesoma psychology, ukamdharau yule mwenye elimu amesoma sociology, ukamdharau yule ana elimu sijui ya administration, ukamdharau. Wala hafai. No, anafaa kwa sababu ukakaa naye pamoja, mtatengeneza product ilikuwa nzuri, mtapanga mipango ya jamii, mtaelekezana hivi na hivi. Sasa kuna split hapa, hakuna ushirikiano. Sasa tutengeneze hii hapa emptiness au wazi uko hapa, ili tukae pamoja. Na sisi katika umoja wa mashehe wa Ulaya tulishapanga hili jambo, tukasema bana, hebu kila mtu katika nchi atizame nani anafaa kule, aje tushirikiane pamoja. Bila sababu hili bado halijafanyika vizuri. Hadi tushawaita wengine hawaji, wengine nini. Kuna umuhimu kuwatafuta wale, sio tu eti wale wenye kutoa da'wa qala Allah qala Rasulullah. Ukiona katika jamii yako kuna mtu mwenye busara, tumeambiwa kwamba ud'u ila sabili rabbik, iita watu katika njia ya Mwenyezi Mungu kwa hikma na mawaidha yalikuwa mazuri. Sasa unaweza kuwa una hikma vizuri, lakini kuna mtu ana hikma anaweza akatusaidia, hebu tumlete hapa katika kundi la kulingania watu. Huyu ana elimu ya kitu fulani hivi, hebu tumlete katika zuri. Tunafanya darasa ngapi hapa za kuhusu hawa tunawaita dada zetu nani wenye elimu zingine au wataalamu wetu, wanatufundisha mambo ya psychology, mambo ya counseling, namna ya jamii, watoto kuharibika wako hivi, sote tunastafidi na tunapata faida iliyokuwa kubwa. Sasa tukiwaweka mbali hawa, hii jamii itakuwa vipi? Naweza kuwa sheikh lakini sina elimu ya kusema bwana najua mambo ya counseling. Naweza kuwa niko sheikh lakini sina elimu ya kujua bwana hapa nitaweza kutokana mazingira ya Ulaya hapa hivi nitafanya hivi kwa sina. Hebu nimtafute yule mwenye elimu hii, aje tushirikiane naye, alafu tukitanga pamoja hizi elimu zinaweza kuleta faida kubwa katika jamii. Hilo ndio linatukosa, na sio katika jamii yetu tu bali katika jamii nyingi sana. Hili tatizo lipo. Sasa wito wangu ni kwamba wale wenye elimu ya dini ya kulingania na hao wengine wenye elimu zingine, hebu njooni msikae nyuma. Hilo ni tatizo lilikuwa kubwa, msikae nyuma na hao, msidharau hao wengine. Tumeambia elimu dini yetu ni elimu ya dini ya elimu. Elimu inapanuka, kuna elimu za kila aina. Hizo kwa za manufaa of course. Sasa tusidharauliani bali tuitane katika nani. Na mimi sana wito kwa kina Haji Mali, kwa Bwana Ramadhani na alikuwa hapo, naona alikuwa anaweka mkono na wenye Injili, hebu njooni tukae pamoja katika kuelekeza jamii. Hapo ndio tutaweza kufikia katika nani vizuri. Lakini haya mambo bwana, hakuna, always patakuwa gap, patakuwa kasoro fulani, tutapiga ngoma na wengine hawapo, basi inakuwa ni shida. Allahu a'lam. Mwenyezi Mungu atuongoze katika hilo inshallah. Naam. Bwana Ramadhani alikuwa ameweka mkono lakini ana amekwenda. Sijui kama Asalamu alaykum. Alaykum salaam. Mchango wangu ulikuwa ni kidogo tu kutaka kuongezea kwamba aliyozungumza Jimali. Mimi nadhani kwamba
shehe au mfano wewe unakuwa ni kiongozi wa jamii, ukawa ni shehe au kiongozi wa jamii, lakini kwamba sio eti yale majukumu yote unaweza kumbebesha shehe ama dikasa, hapo inakuwa ni makosa. Na kwamba na sisi ambao ni maamuma tuna jukumu vile vile la kuweza kukusaidia wewe, kwamba sisi tunaweza kuwa tuko na fikra au kitu fulani, tukaweza bana, shehe, sio umepata kitu fulani na nini, tunakufikishia. Kwa kumwachia eti shehe eti kwamba wewe ndio uchukue ile jukumu lote, hapo kweli itakuwa ni kukuonea, kwamba na sisi tuna majukumu. Tukirudi kule nyumbani, tulikuwepo pale barabara 13, marehemu Ramadhani Shabani, sawa. Ukienda pale Mkadiria, wakina marehemu mzee Mwalimu Hilali, sawa. Ni mfano haya ambao unatuonesha kabisa ni kwamba wale wazee walikuwa pale msikiti wa barabara 13, sawa, walikuwa wamesimama, walikuwa hawana elimu, lakini ile yale maarifa ambayo walikuwa nayo waliweza kuongoza, wakamuona, yani pale wakamshika Ramadhani Shabani, akaonekana ni shehe mzuri, kwamba shehe mwenyewe kama vile yeye ni kama vile utakuwa unamuonea kwamba na sisi je, tuna wajibu vile vile wa kuweza kufanya hiyo kazi. Shehe kama vile kwamba lazima na sisi tusaidiane kwa kila jambo, kwamba tunapoona kwamba hapa kitu ambacho ni kizuri tuweze kusaidizana na wale viongozi wetu wenyewe ambao ni watu wa dini, lakini tusimtupie tu kwamba shehe kama ndio ana hilo jukumu. Hapana, kwamba shehe vile vile anaweza kutafuta ushauri kutoka kwetu sisi. Ni kwamba ni jukumu la sisi wote, kwamba kiongozi kama yeye kiongozi yuko pale hawezi kubeba ule mzigo wote. Ni kwamba na sisi tuko huku nyuma tushikamane pamoja, tuweze kusaidizana, kwa sababu ni jukumu la sisi wote, si la kwamba la Madikasa peke yake. Hapana, hapo utakuwa vile unamuonea kwamba ni sisi na sisi tuna jukumu, tusaidizane sisi wote, kiwe kitu kimoja, tupeleke maendeleo kule mbele. Ndio mchango wangu huo. Asante sana, lakini niomba radhi, naona muda umerepa sana. Natumai bwana Haji Mali ameleta mjadala mzuri, lakini vile vile nikikuhusia kwamba endelea na mjadala kama huu, lakini kuna umuhimu wa viongozi wa jamii wenye elimu katika jamii kushirikiana pamoja na wenye kutoa dawa katika kulingania jamii yetu, kuwapeleka katika njia ambayo iliyonyooka na kutatua baadhi ya matatizo ambayo tuko nayo. Hizi nchi zimekaa, zina maadili yake, zina mambo mengi, kwa hiyo kuna umuhimu wa ushirikiano huu, na ukikosa mshirikiano huu katika nchi zote ambazo tuko basi ni tatizo likubwa. Kama alivyosema bwana Ramadhani kwamba ukimwachia Sheikh fulani wa sehemu fulani yeye ndio atatua matatizo yote, no. Sioni kama, I don't think kama tunaweza tukafika popote. Sheikh yoyote asijioni kwamba yeye ndio atatatua matatizo ya jamii kwa sababu kasoma. La, hiyo tena ni ufakari aliyokuwa umetoka umezidi. Kwa hiyo ushirikiano, hata Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwaambiwa washawiruhum fil amr, hebu washirikisha hata masahaba wako katika kuwapa utaka ushauri. Kwa hiyo kuna umuhimu ushirikiano huu uwepo, na nyinyi vile vile mnatakiwa kuinitiate hicho kitu. Subiri mpaka mashehe ndio waanze. Na majukumu vile jukumu la kuwafuata mashehe, kuwaambia jamani, sisi tunaona hivi na hivi na hivi. Na nadhani kama mashehe wako open katika ushirikiano huo. Sawa. Mimi tu ningekumbusha kama kila kiongozi wa familia ni msimamizi wa jamii. Uongozi unaanza pale kwanza wewe mwenyewe binafsi lazima uwe kiongozi wewe mwenyewe, ujiongoze. Lakini yule ambaye anayekuwa kaisha ianza kuijenga familia, kwa kuwa familia sema ya mke na watoto au mke tu mwanzoni, tayari inakuwa ndio chanzo cha kuijenga jamii. Huyu anatakiwa ajielewe kama yeye kwanza ndio kiongozi wa kwanza, kiongozi wa chini. Kama vile serikali ina chef de quartier, ina nyumba kuu, chef d'avenue, ina mpaka chef de zone, mpaka gouverneur, mpaka huko. Tunatakiwa tuelewe kila hatua kuna kiongozi na ajitambue. Tatizo nimeona ni hii structure, yani mpangilio hatujauona vizuri, kwamba jamii au mpaka kuja kufika kwenye umma msingi ni nini. Kwa hiyo huku kwenye msingi lazima tufahamishane. Ni kweli mnayosema yote, hawezi kutupiwa sheikh. Hata kiongozi, hata rais wa nchi anafanya kazi na nyumba 10, anafanya kazi na mjumbe wa mtaa anafanya kazi. Kumbe na sisi lazima tuelewe jukumu la yule ambaye anaanza kuitengeneza familia katika kuoa au kuolewa. Amebeba tayari taji la usimamizi wa mwanzo. Majukumu yake nini? Aanze kutengeneza hapa.
Mke amtengeneze mme, mme amtengeneze mke, kwa kuwa yeye ndio kiongozi zaidi, lakini mwanamke pia amshauri. Na watoto waanze kusimamiwa na hawa. Tutakwenda tunapanda huku juu, tutakuwa hatuna madhara mengi, lakini huku chini tukishakosa usimamizi kwenye familia, kwenye ndoa, jamii huku itakuwa imejengwa na msingi mbovu. Hata tukimpata kiongozi huku juu, awe shehe au hata mtume, mnatuambia visa vingi, mitume wamehubiri, wengine wamefikisha, lakini wamepigwa, wengine wamedhalilishwa hivyo. Kumbe jamii kama haikuanzia chini, juu haiwezi kuwa salama. Tuandae vikao kama hivi. Mashehe hamwezi kuepuka kutusimamia, jamii ilishajengeka hivyo. Ni kweli wengine watakuja, lakini katika kukubalika na muonekano wa jamii hivi sasa, kitu ambacho kitashirikishwa na mashehe kinakuwa na nguvu ya kuweza kufanikisha au kuitikiwa zaidi na wale viongozi wengine ambao jamii haijaona kama ni viongozi na hawajaona nafasi ya uongozi, ili kuweza kuanza wenyewe. Kumbe tushirikiane, tuandae kama ni semina, kwanza majukumu ya mzazi katika familia, watu waonyeshwe na kuundwe kamati za kutatua matatizo zikisimamiwa na watu ambao kama vizungumza wenye busara, kuna watu wana elimu. Kumbe mpangilio tukishaupata, ndio watu watakuja kumfata mtu, kumwelekeza shehe aje au kutane watu. Lakini leo shakisema nende nikawafate maamuma zangu, atatafuta msikiti, lakini hakuna chombo chochote kipo ambacho kinawakusanya watu katika kutengeneza au kuboresha jamii. Nashukuru, samahani nimeingiza mada kwenye sio mada. Samahani sana kwa kweli. Umeleta, mimi mwenyewe nimeandika hizo pointi zako haraka haraka. Ni pointi nzuri sana. Ni mjadala. Hii ni mjadala katika jamii. Na siamini kwamba itakuwa ni nchi zote za Arab, la, kila nchi iwe na structure kama hizo, yani structure kama hizo. Lakini nayo tumezungumza ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tumezungumza maneno mazito sana kwamba uongozi unaanza kwenye familia, mume, mke, uongozi ni katika jamii, viongozi wa jamii mpaka kwenye mashehe. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kullukum ra'i, kila mmoja wenu basi ni mchungaji, wale kwa nyingine ni kiongozi. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Hadithi ambayo mnaisikia sana, lakini chukua hadithi hii iweke katika mazingira haya ambayo tunayozungumza. Kila mmoja wenu ni atakuwa mwenye kuulizwa, yani kwa sababu ni wa uongozi wake. Na katika hadithi hii Mtume akapanga kila mmoja mmoja. Alianza fal imamu ra'i wa mas'ul an ra'iyati. Kaanzia imamu, mwite shekhe, mwite maalimu, hao kundi la kwanza. Hakuachia hapo, akaenda warajul fi ahlihi, na mwanamume katika familia yake, ra'i wa mas'ul, ni kiongozi na ataulizwa katika hilo. Akaenda ya tatu, wal mar'atu fi baiti zawjiha, na mke vile vile katika nyumba ya mume wake, ra'iyatun wa mas'ula, vile vile ni kiongozi, ataulizwa. Allahu akbar. Mpaka kaenda mpaka hapo al-khadim, yani kama kuna mfanyakazi na nini. Sasa hayo umezungumza structure ni kwamba yes, kiongozi sio tu ule imamu, sio tu ule shekhe, sio tu mwalimu. Sasa hapa ndio tunakosea hapa. Jamii tumezitengeneza kwamba ni wale basi, wewe ndio kutoa dawa, pakiwa hivi yote inarejea kwa naam. Lakini no. Ulimwengu tumekuwa sasa ni ulimwengu kwa very complex. Kwa mambo mengi anahitaji apate mshauri mwenye elimu fulani, mshauri mwenye kitu fulani. Kwa hiyo tunakwenda chini, viongozi wawepo wenye elimu zingine zenye faida katika kuendeleza jamii. Na huku tunaenda tena chini, mume kiongozi, mke, kina mama na nyinyi vile ni viongozi. Ni ajabu kwamba kwenye jamii tunaweka kina mama nyuma. Kwa sisi wote kullukum ra'i, sisi wote ni viongozi, tutaulizwa. Sasa jukumu hili katika kila nchi, Uingereza mchukue jukumu hili, France mchukue jukumu hili, Holland mchukue jukumu hili, Belgium mchukue jukumu hili, ili tuweze kuungana na kutengeneza hizo haikal na structure katika ndani katika jamii, ili tuweze kuona kama tumeanza mwaka mpya wa Kiislamu
tumwombe Mwenyezi Mungu mwaka huu haya mambo yatengenezeke. Lakini yatatengenezeka ni vipi? Ukifanya mhadhara, kesho ukifanya mkutano wa hilo jambo, watu waonekane. Kuanzia hao huko chini, kina mama waonekane, sijui kina baba, ndio kabisa watakuja kuonekana watu 3, 4, 5, 10. Basi ndio tatizo tuko nalo. Lakini tuanze, hata kama tutakuwa wadogo, tuanze vitu kama hivi vifanyike, program kama hizi zitengenezeke. Ndiyo dawa inakuwa hivyo. Dawa katika nchi za Ulaya ina kitu tunaita methodology, ina strategy zake za kuweza kufanya katika mazingira yalivyokuwa. Sasa hizi strategy zinataka ushirikiano wa sisi wote, familia na kina baba, kina mama, zote sisi wote tuko ndani. Nafikiri haya yanatosha kwa leo. Inshallah tuandike kwa wino wa dhahabu. Ni jukumu letu na nyinyi wote, ili kuweza kukumbushana tuyatengeneze haya vizuri inshallah. Nakushukuru Bwana Haji Mali katika kuletea mwamko kama huu. Inshallah ni katika part of mada, sio kwamba ni nje kabisa ya mada. Na muda umerepa sana. Inshallah tumalizie hapa, tukutane tena katika kipindi chetu kingine wiki ijayo inshallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh.